Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhya Muteba kiwa na miliki mitambo. Mahali popote ambapo lipo ni kukaribisha kuweza kujiunga nasi katika taarifa pia uchambuzi wetu habari ya siku ya leo. Leo ni tariki 4 Novemba mwaka 2025. Taarifa pia uchambuzi ambao utaangazia kuhusu wapiganaji 13 wa M23 Twirwaneho ambao walikwenda kujiripoti Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, mbele ya jeshi la FARDC kutoka huko milimani Rugezi, na kamanda Generali Masunzu Pasifike pamoja na msaidizi wake wakamatwa huko Kisangani na kupelekwa huko Kinshasa, na kuonesha kuwa washakiwa kuwa ni mojawapo ambao walioangusha huko maeneo ya Nzibira. Chama cha kisiasa cha AFDC ambacho kinachoongozwa na Mheshimiwa Bahati Lukwebo Modeste chazimisha miaka 15. Sherehe hizo za chama zafanyika hapa mjini Uvira baada ya misa ambayo ilifanyika kwenye kanisa la Mtakatifu Paulo pale Katedrali, na polisi ya Kongo Uvira yatumia risasi pia bomu za gesi za kutoa machozi ili kutawanya waganga ambao walikuwa wakiandamana wakiomba mishahara yao ili wapewe na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine ni kukaribishe moja kwa moja kuweza kuungana nasi katika taarifa hizi za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Kiwa ni mara yako ya kwanza, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluhya, nikikukaribisha mahali pote ambapo ulipo kuweza kujiunga nasi katika taarifa pia uchambuzi wetu wa habari ya siku ya leo. Nikukaribishe moja kwa moja kuweza kujiunga nasi. Na tuanze na habari hizi za kukamatwa kwake Generali Masunzu Pasifike. Ni kweli Generali kamanda wa kanda ya 3 ya ulinzi Bwana Pasifike Masunzu pamoja na msaidizi wake Bwange Safari waweza kushikwa na kuwekwa mbaroni kutokana na wito wa kijeshi wake Chef d'Etat Major Julien Banza kabla tu ya kupelekwa huko Kinshasa. Kulingana na habari zetu ambazo zilizofika hapa, zilithibitisha kuwa yasemekana kuwa viongozi hao wakamatwa kupitia operesheni ambayo iliyofanyika huko Nzibire na kusababisha jeshi la FARDC kuacha Nzibire, M23 ikawa imeteka. Kwa hiyo kutokana na mahojiano ambao waliowahoji, yasemekana kuwa hawakujibu vizuri, na hiyo imeonekana kuwa wenda wameshirikishwa katika swala hilo. Moja kwa moja waliweza kukamatwa na kuweza kupelekwa huko Kinshasa. Habari hizi zilikuja kabla ya Nzibira mkishuhudia kuwa ilikuwa iko mikononi mwa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo, ambapo mlipuko wa milio ya risasi ilianza asubuhi mapema wakati watu walikuwa kijiandaa kwenda kanisani siku ya Jumapili, na hapo ilisababisha muda wa saa 5 kamili kusikia kuwa Nzibira tayari imekamatwa, jambo ambalo lililopelekea viongozi wa serikali kuingilia kati, na mpaka sasa uchakato unaendelea kufanyika. Kwa hiyo nini hasa itakuwa matokeo licha kuwa wakikuta Nzibira iliweza kuanguka kutoka mikononi ya viongozi hawa? Sisi ni kupitia tangazo tu, sisi tunatangaza na tunafanya uchunguzi pia upelelezi. Ikiwa itagundulika kuwa ni ukweli, hapa viongozi wanakuwa na jitihada ya kutoa matangazo ili kujuza kile ambacho kinachoendelea. Tunaendelea kufuatilia kwa makini mchakato huo. Hatuwezi kudhibitisha rasmi kuwa wamefungwa au la, lakini tuna imani kuwa ulinzi ama jeshi la taifa itatoa ulinzi. Ikiwa kamanda hao watakutwa wana hatia, watawekwa mbaroni. Ni ikiwa hawatakuwa na hatia, sheria itafanya kazi zake. Pia wapiganaji 13 ambao waliotoka kwenye kundi la waasi wa M23 AFC na washirika wao wa Red Tabara Twirwaneho wajisalimisha mbele ya jeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hapa mjini Uvira. Hapa yadhibitishwa kupitia msemaji wa Sokola ya pili Sud Kivu Luteni Mbui Kalonji, ambaye alitaja kuwa sherehe hizo zaweza kufanyika tariki 3 Novemba
mwaka 2025. Kupitia nyaraka yetu ambayo iliyosainiwa na tukaipata hapa kwenye television yetu, yaeleza kuwa kwa mujibu wa waraka huo ulithibitisha kuwa tariki 1 Novemba mwaka 2025 katika mkoa wa sekta ya operesheni ya Sokola ya pili Sud iliweza kudhibitisha kuwa imepokea wapiganaji 13 waliotoka Rugezi kati ya nyanja za juu ya Minembwe wilayani Fizi. Walisema kuwa waliweza kujiripoti baada ya kuona kuwa maisha ambayo wanayoyapitia yanakuwa magumu na hasa viongozi hawana nafasi ya kuweza kuwashughulikia. Hapa walitaja kuwa hali ya maisha imekuwa ni magumu sana, na hao wamejitolea kuweza kujisalimisha mbele ya jeshi, huku akitaja kuwa waliweza kuingizwa kwenye kazi zao kwa nguvu ambazo hawakuweza kujishirikishwa, yani waliweza kulazimishwa. Hapa tukujuze kuwa hii swala la kuanza kujiripoti kwa wapiganaji ni baada tu ya kuona kuwa huko milimani, ukiangalia huko milimani wazalendo, jeshi la FARDC limezingira nafasi zote. Ukiangalia Rugezi imebaki katikati, ukiangalia Minembwe imebaki katikati, ukiangalia nafasi zingine wamebaki katikati, kama vile walivyozoea. Walikuwa wakitoka na kuingia, wanatoka wanaingia, wanaenda Minembwe, wanatoka Minembwe wanaingia Rugezi, wanatoka Rugezi wanaingia Kaololo, wanazunguka nafasi yote. Lakini kwa sasa wameonekana kuwa wamebaki katikati kabisa, hawana tena nafasi na hawana tena movement ya kufanya. Na habari ambazo wamedhibitisha ni hali ya kukosa chakula, yani swala kosa chumvi, sabuni, sukari, chakula, mafuta imekuwa ni ngumu kweli kweli, kwa sababu njia hizo ambazo zilikuwa zikipitisha vitu hivyo tayari zile njia zimefungwa. Na hii ni moja kati ambayo inaanza kuonesha eshek ya M23 huko maeneo ya Rugezi. Katika tangazo ambalo tulilolipata wiki hii ambayo ilithibitisha kuwa zaidi ya wapiganaji 15 kutoka kundi la Twirwaneho, Androide na M23 waliweza kujisalimisha tarafani Fizi kupitia kujiunga kwenye jeshi la Burundi. Na ukiangalia hii hali imeonekana kuwa inakuwa tayari ni mchanganyiko ambao unapelekea sasa wakose nizamu, wakose nafasi ya kutembea, wakose ile mambo ambayo walikuwa naifikiria kila leo. Kwa sasa imekuwa ni kuanza kujiripoti, kwa sababu wameona kuwa wamekuwa sasa katikati na hawana tena la kufanya. Tusubiri tuone nini ambayo itaendelea na ikiwa wengine wataendelea kujiripoti. Kwa mujibu wake kamanda wa kijeshi ya operation General de Brigade Kivira Hamuri alieleza kuwa anakwenda kabisa kushukuru hili swala ambalo lililotokea na kuomba wapiganaji wengine ambao wako porini waweze kujisalimisha ili waje kutumikia jeshi la Kongo, na si vizuri kubaki wakihangaika porini wakikosa chakula, waje watumikie serikali. M23, Android, Twirwaneho na makundi zingine ni za kuwapotosha. Azungumza hivyo General de Brigade wa operesheni ya hapa mjini Uvira. Tubaki tena hapa Uvira. Chama cha kisiasa Alliance des Forces Démocrates du Congo AFDC kimeazimisha miaka 15 tangu kuanzishwa kwake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sherehe hizo zafanyika mjini Uvira mkoani Sud Kivu kupitia viongozi wa chama hicho jimboni Kivu ya Kusini. Hapa walitaja kuwa chama hicho ambacho kinachoongozwa naye Profesa Modeste Bahati Lukwebo wa kwenda kushukuru, kwani chama hicho kimeonekana kutumikia raia pia kwa malengo ya raia. Kuanzia tariki 3 Novemba mwaka 2010 hadi tariki 3 Novemba mwaka 2025 ni miaka 15 tangu chama hicho kia AFDC kianzishwe hapa nchini Kongo ya Kidemokrasia chini ya uongozi wake Modeste Bahati Lukwebo. AFDC ni chama kikubwa cha kisiasa kinachotetea demokrasia ya kijamii na kupinga vikali upatikanaji wa madaraka kwa njia
ya nguvu. Pia aliweza kudhibitisha hivyo msemaji wa chama hicho katika tawi la Sud Kivu, Bwana Pasiaka Tembera, ambaye aliweza kutaja kuwa chama hicho kinaendelea kufanya vizuri na kuomba watu kuweza kujiunga kwenye chama hicho. Hapa alieleza kuwa imeanza kuwa sherehe za kumbukumbu ya miaka 15 zilizoanza kupitia ibada katika kanisa kuu la Mtakatifu Paulo Katedrale ambayo iliyofanyika hapa mjini Uvira, na kwa mwisho walikwenda kwenye jumba la Salle Auditorium ambayo jumba la wanawake kwenye meri ya Uvira, ambapo walipata nafasi ya kufanya matine politique na huku wakizungumza na raia pia viongozi wa vyama hivyo. Naam, tuseme asante kabisa kwenu nyote ambao mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia televisheni yetu mahali popote ambapo ulipo. Tunasema asante tena na shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye anatujalia neema. Pia tuseme asante kwa watazamaji wetu wote ambao kila leo wanaendelea kutoa komenti, ambao wanatuandikia kupitia televisheni yetu. Moja kwa moja twende hapo maeneo ya Kiliba, baada tu ya vurugu iliyoendeshwa pale maeneo ya Kiliba, Runingu, Biriba na Kasambura, baada tu ya wanajeshi wa Jenerali Nyerere kuwa kigombana naye makanika kwa sasa hapo maeneo ya Kiliba hiyo jana, siku ya kwanza kabisa ya tariki 3 mwezi wa 11 mwaka 2025 wa kwenda kuendesha gwarida ambalo lililokutanisha wazalendo wa pale maeneo ya Kiliba na nafasi zingine, huku wakishirikisha jeshi la taifa. Kiongozi huyu ataja kuridhishwa pia ushirikiano mkubwa ambao unaendelea kati ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC, hapa wakitaja kuwa wameweza kukutanana ili kuweza kuhakikisha kuonesha namna gani wazalendo wamejitolea kwenye mstari wa mbele kuungana na jeshi la Kongo ili kuhakikisha kuwa wamekwenda kutokomeza waasi wa M23. Azungumuza hivyo Bwana Degoma. Nikupe taarifa kidogo ama uchambuzi kuhusu familia hii yake Degoma na makanika. Hawa ni watoto wa baba moja, wa nyumba moja hivi, tukitaja babu moja ambao wanakuwa kila leo wanagombana. Degoma baada tu ya kuwa kwenye mstari wa mbele wa kijeshi, tukishuhudia makanika ndiye ambaye alikuwa kiongozi mkubwa kwenye kundi la General Nyerere, na baada ya hapo kulikuwa na mzozo ambao ulitokea na moja kwa moja kuweza kumshimamisha Nyerere. Baada tu ya kushimamisha kijana huyo, naye moja kwa moja alikwenda kuanzisha kikundi chake na kitayari kimewasilishwa Uvira na tayari ameanza kusajili wanajeshi. Nini hasa ambayo inaweza kuwa chanzo na migogoro ambayo inayotokea kutokana tu na ndugu hao wawili ambao wanapigana wakiwa wa baba mmoja? Tukujuze kuwa kunakuwa na ile utawala ambao umekeuka haki za kibinadamu, huku wakidhibitisha kuwa kuna silaha ambazo zilizoondolewa kutoka kwake Nyerere na zilikuwa zimeenda kwa makanika, huku wengine wakitaja kuna silaha ambazo zimetoka kwa makanika zikawa zimeenda kwa Nyerere. Lakini tangu hiyo jana waliweza kuita viongozi wa kijeshi na kuonesha umuhimu kuwa wote wako kwa pamoja, licha kuwa kunakuwa na matatizo ambayo inaweza kutokea. Kulikuwa na viongozi wa kijeshi, viongozi wa wazalendo, pia viongozi wa radi ambao waliotoka Uvira na kushiriki kwenye gwarida hiyo. Huko Tanzania, hotuba yake rais wa Tanzania Samia Suluhu baada tu ya sherehe za kuweza kuapishwa ambazo zilizofanyika tariki 3 mwezi Novemba mwaka 2025. Sherehe hizo zafanyika huko Tanzania. Samia Suluhu aliweza kutangaza kuwa mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2025 baada tu ya machafuko iliyofanyika huko kupitia viongozi tawala, pia viongozi wa upinzani wao wakipinga uchaguzi huo ambao ulikwenda kimabavu na ambao kutekeleza misingi na sheria ya kisiasa. Samia Suluhu katika hotuba yake alipata nafasi ya kuweza kushukuru wale wote ambao waliompigia kura na kuomba kutumika kwa ukweli, pia kwa usawa na ushirikiano pamoja na raia, lakini ameweza kuwapa pole familia ambazo zilizopoteza jamaa, ambapo akitaja kuwa wengi wao ambao waliofariki wasiokuwa na hatia, na pia alisisitiza kuwa kuna wale ambao waliokuja kuyumbisha usalama huko Tanzania ambao hawakutoka Tanzania, walitoka nje ya Tanzania
wakiwa wametumikishwa kama vile vibaraka. Hapa alitaja kuwa sheria inaendelea kufuatilia, pia kamera zinaendelea kufanya uchunguzi ili kugundua wale ambao waliofanya maovu hayo, na kwa sasa ameomba tangu jana Watanzania wote kufanya kazi zao bila tatizo, kushughulika na kurudilia maisha yao, kwani nchi ya Tanzania ni nchi yenye upendo na ni nchi yenye amani, licha kuwa kuna wale ambao wamewaza kujitokeza ili kuyumbisha usalama maeneo hayo. Aliweza kuzungumza katika hotuba yake ya kuweza kutangazwa na kuweza kuapishwa hapo nchini Tanzania. Na tumalizie kabisa na habari hizi za maandamano ya wanganga ambayo iliyofanyika mjini Uvira yaweza kusambaratishwa na polisi ya taifa jimboni Kivu ya Kusini. Hayo yaliweza kufanyika majira ya asubuhi, ambapo waganga kutoka mtaa wa afya wa Uvira kutoka sehemu mbalimbali waliweza kuhamasishana, huku wakija barabarani na kuomba pesa zao za miezi 9, wengine 10, huku wengine wakiomba marupurupu yao ya miezi 18. Lakini serikali iliweza kukataa katukatu kabisa na kupinga maandamano hayo kupitia tangazo ambalo lililowasilishwa naye meya wa mji Kifara Kapenda Kiki, ambaye alitaja kusitishwa kwa maandamano, vikundi mbalimbali, mikutano ya hadharani ili kukomesha hali hiyo kwa wakati huu mgumu ambao tulioupitia. Lakini mashirika za kiraia pamoja na waganga hao walifanya iliwezekanalo, licha kuwa kutumia bomu la majesi, ambapo walikuwa na kibarua chao cha kuweza kupeleka kwenye ofisi ya mkoa wa Sud Kivu ili waoneshe serikali malalamiko yao na kuwapea mishahara yao. Walitaja kuwa serikali imeonekana kuwa ni kuwabagua, kwa sababu jeshi, polisi na vitengo vingine vya serikali vinaendelea kupata pesa zao kama kawaida, lakini serikali inaendelea kufumbia macho swala la wanganga ambao kila leo wanatibu na kuokoa maisha ya wananchi. Na ni hapa kabisa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari, pia uchambuzi wetu wa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, msomaji wako. La ziada sina, nikutakie usikilivu mwema matangazo yetu. Kwaherini. Thank you.